kwa mashabiki wote ambao wapo nje ya Dar es Salaam, tunazungumzia Mwanza kwa wapenda mpira. Maana unapozungumzia mikoa ambayo inapenda mpira, Mwanza huwezi kuacha, Mbeya huwezi kuiacha, Tanga huwezi kuiacha, na mikoa mingine yote inapenda mpira, lakini hiyo ndio mikoa mama ambayo inajulikana kwa Tanzania. Mimi ni waombe matawi ya vilabu vyote hivi, yani kiwe klabu cha Yanga, cha Azam, cha Simba, Mtibwa, Namungo, yani wewe ukijiona ni mshabiki wa timu fulani na mna tawi lenu, basi ni vizuri kuhamasishana katika umoja, kukaa katika TV moja. Yani muandae eneo ambalo labda kwenye baa fulani au kwenye uwanja fulani. Yani kama mnaweza kutafuta hata uwanja wa mpira wa miguu, mkafunga zile screen kubwa 1 2, mkaungana kwa pamoja mashabiki, mkenda mkaishabikia timu kwa ukubwa, alafu mkawa mnajirekodi, mnaposti kuonyesha ule ukubwa na uzalendo wa kuipenda timu yetu. Mimi naamini kabisa wachezaji wote wa timu wa taifa watapigana kufa na jamu kwa ajili ya kile ambacho sisi tunakifanya. Umeelewa vizuri? Lazima watataka kutulipa ile hisani ambayo sisi tunaionyesha kwao. Yani tunaungana kwa pamoja mashabiki, tunakaa sehemu moja, tunacheza mpira kwa pamoja, yani tukua kama mashabiki wa 12, tunapiga kelele kuishabikia timu yetu hata kama tuko kwetu huko. Lakini naamini itakuwa ni uwakilishi mzuri kwa wachezaji, wanapomaliza mechi wakiingia kwenye media wakiona tunachokifanya, wanajua kweli Watanzania sasa hivi wametusupport na wameamua kurudi kwenye njia moja. Lengo kuu sisi kama influencers wa timu ya taifa Tanzania Influencers Sports Promotion, yani lengo kuu mama ni kuwarudisha sasa Watanzania, kuwaweka katika sehemu moja, kwenye engo moja ya kuzipenda timu za taifa. Na watu hapa ni waeke wazi tu, hatuzungumzii timu ya taifa tu moja ya senior team. Yani hapa tunazungumzia timu za taifa zote, Twiga Stars, Serengeti Boys, umeona bwana, under 20 senior team, umeona, yani tunazungumzia timu zote za mpira wa miguu na timu zote za michezo yote. Lengo ni zile timu zinazopeperusha bendera ya taifa. Si unanielewa vizuri? Mimi Machirianga leo ukiniambia nikae nianze kumchambua Mwakinyo hapa, nitakuchambulia Mwakinyo mpaka utashangaa sema huyu jamaa kajulia wapi. Umeelewa vizuri? Yote na ukiwa influencer wa timu ya taifa, hivyo vitu lazima uijue basketi, lazima ujue boxing, lazima ujue karate, yani lazima ujue hivyo vitu kuvizungumza. Kwa hiyo tulipoenda kutengeneza huu umoja wa Tanzania Influencers Sports Promotion, lengo letu kuu mama ni kuwarudisha Watanzania wote kuzipenda timu zao zote. Maana halisi ni kuwa wazalendo na vitu vyao vya ndani, na tutagusa sekta nyingi, tutagusa kwenye sekta za michezo, lakini pia tutagusa kwenye mali za kitalii, yani utalii wa ndani. Wewe Mtanzania unatakiwa ufikieje? Wewe Mtanzania unatakiwa ufanye nini ili mtu Mganda, Mkenya, Mrussia, Mkanada, Marekani, Msauzi anavutiwaje na kile ambacho umekizungumza? Kwa hiyo lengo sisi ni kwenda kugusa vile vitu vyote ambavyo vinaigusa taifa moja kwa moja. Yani tunazungumza michezo, lakini pia tutakwenda kugusa rasilimali zetu. Yani nikizungumza rasilimali zetu katika utalii, maana yake tunazungumza milima Kilimanjaro, maziwa makubwa, ziwa Victoria lina nini, maji yale ambayo yanachemsha hivi yanakuwa kama yana umoto. Umeona bwana, tunazungumza vitu vyetu vya ndani. Umeona bwana, mambo mengi tutakwenda kuyazungumza. Ndio huu mmoja ambao tumeenda kuweka. Kwa hiyo watu wasije wakatukariri kwamba sisi tupo kwa ajili ya mpira tu. Hapana jamani, sisi tupo kwa ajili ya kila kitu. Lengo ni Watanzania wote wajue vitu vyao vya ndani. Ili uvihendo hivi vitu lazima uwe na uzalendo wa kutosha. Si unanielewa vizuri? Yani ukiwa mzalendo hivi vitu utavifuata, na ukiwa mzalendo hivi vitu utavijua namna gani sasa uvitoe ndani ya nchi, uvipeleke sehemu nyingine, watu viwafikie na wao watoke kule waje kuvifuata hapa kwa ajili ya kujionea mandhari nzuri ya Tanzania, timu zetu za michezo, tukizungumzia timu za kuogelea za timu ya taifa, yani vitu vyote vinavyohusiana na timu ya taifa. Machili tutoke huko tuje kuzungumzia kwamba kuangalia kikosi cha Miguel Gamoni na tulinganisha na Morocco. Unaona kuna tofauti gani kwenye Taifa Stars? Utofauti ni mkubwa, na mimi nikwambie kipindi cha nyuma kabla hatujaunda umoja wetu nilipata bahati ya kuzungumzia timu ya taifa kwa chini ya Morocco. Ni mtu ambaye nilimkataa. Yani mimi nilimkataa, na katika sababu nilizozitoa, ya kwanza ilikuwa haiwezekani vilabu vya Azam, Simba, Yanga, Namungo, TRA, sijui Singida Black Star walete makocha wenye CV kubwa duniani
alafu timu yetu ya taifa iende ikaongozwe na mtu ambaye CV zake ni za kawaida sana. Umeelewa? Sitaki kumkosea heshima ndugu kaka yetu Suleiman Morocco. Sitaki kumkosea heshima bwana Morocco. Umeelewa vizuri? Lakini mimi binafsi nilimkataa. Na nilimkataa kwa nguvu kubwa. Nguvu sana, nitumia nguvu sana kumkataa. Lakini mwisho wa siku watu waliojionea na wanaojua mpira walijua kwamba Morocco alikuwa ni mdogo, timu ya taifa ilikuwa kubwa. Lakini kwa Miguel Gamondi tunazungumzia kocha mwenye uwezo mkubwa, kwanza kwa soka letu la Afrika. Lakini pili, ana uwezo mkubwa wa kukaa na wachezaji na kuwaelekeza namna gani, kitu gani, kipi kinafaa, kipi hakifai, uishi katika mifumo gani ya mpira. Umeelewa vizuri? Lakini kikubwa pia Gamondi ana faida kubwa. Anapokuwa uwanjani anajua kuielekeza timu na kufanya sababu zake. Umeelewa vizuri? Nimpongeze sana kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya taifa letu. Lakini yote kwa yote pia nimpongeze na nimwambie tu ukweli. Mwalimu leo anaingia katika mfumo. Lakini pia yupo Faisal Salum. Mzawa ambaye anajulikana kwa mpira wake namna anavyocheza na namna anavyotoa burudani. Mimi naweza nikasema ni Zanzibar Finest, lakini pia tunamkosea. Ni Tanzania Finest. Tanzania Finest. Yaani unapomzungumzia mtu mwenye mpira wake Tanzania lazima utaje jina moja tu. Faisal Salum Fei Toto. Yaani ni mwanangu niliyemzaa mwenyewe. Yaani mimi naitwa Salum Abdalla. Umeelewa vizuri? Faisal Salum Abdalla. Kwa hiyo Abdalla ni babu yake. Yaani mimi ni Salum Abdalla. Kwa hiyo mzee Abdalla ni babu yake Faisal. Kwa hiyo wewe ni mwanao Faisal. Anaitwaje? Faisal Salum Abdalla. Mimi naitwa Salum Abdalla. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo unapomzungumzia Faisal nafikiri mnamkosea sana heshima kumwambia Zanzibar Finest peke yake. Ni Tanzania Finest. Yaani ni mchezaji ambaye anajua nini anachokifanya. Ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi daraja yake imekuwa kubwa. Bro, sio kwa Afrika tu. Ni Mtanzania ambaye sasa hivi dunia inahitaji kuwa na mchezaji kama Faisal Salum. Inahitaji kuwa na Tanzania Finest ambaye aende akawape mchango mkubwa. Yaani yeye ni mtoto ambaye ana uwezo wa kufanya mpira, kuubadilisha mpira. Yaani mpira unatii. Yaani ukifika kwake mpira unatulia, unatii. Bwana leo tutaona makubwa sana ndani ya kikosi cha Tanzania, kikosi cha Gamondi, kikosi cha timu ya taifa. Bwana Tanzania kwanza. Ni gani iboreshwe ili Tanzania iweze kufanya vizuri? Mimi nafikiri upande wa magolikipa. Upande wa magolikipa lazima niwe mkweli. Umeelewa vizuri, sijajua vijana na matatizo gani, lakini huenda labda pressure ya mechi, kwa sababu bwana mdogo Ayubu alikuwa nani, Foba anaitwa si Foba yule bwana dogo wa Azam. Nafikiri ni pressure ya mchezo, kwa sababu kwanza ni mechi kubwa, anakutana na wachezaji wakubwa. Nigeria wanajiita the super ego, sio? Yaani wale mabwana ni watu wazoefu ambao wanacheza Ulaya. Mchezaji ambaye anatoka Afrika ni mmoja tu ambaye ni mmoja tu, lakini walobakia wote ni Ulaya, kina Osimhen akina nani wametoka Ulaya. Kwa hiyo anaenda amekutana na wachezaji wakubwa, lakini nimwambie tu Foba kama leo anapata tena nafasi anakwenda kucheza na watu ambao anakutana nao. Akina Khalid Aucho ni wachezaji ambao wapo wengi, akina Okelo sio akina nani. Ni wachezaji ambao ni wa kawaida kwenye daraja ndogo. Sisi wa Tanzania kwenye mpira Kenya, Uganda, sisi tuko juu kuliko wao. Umeelewa vizuri? Tuna mpira mzuri sana kuliko wao. Tuna vipaji vikubwa kuliko wao. Mimi naamini hii dabi ya Afrika Mashariki na Kati, hii ya leo, naamini kabisa Tanzania tunashinda hizi tatu. Bwana, nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Bwana, lazima ukunje ngumi. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Na panahidi mbele ya Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Na panahidi mbele ya Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Majuri, kuna watu wanasema Kibu Denis hakustahili kuingia dakika za mwishoni, itakiwa aingie mapema wakimbize. Wewe unazungumziaje kuhusiana na kiwango cha Kibu Denis? Mimi naamini kwenye uwezo wa Gamondi. Mimi naamini kwenye uwezo wa Gamondi na siamini kwenye uwezo wa mashabiki wanaongea nini. Mimi naamini kwenye uwezo wa Gamondi, kwa sababu Gamondi tumemkabidhi timu, basi tumwache afanye kile anachokitaka. Hakuna kocha ambaye anaifundisha timu afu akataka timu yake ifungwe. Kocha huyo duniani hakuna. Kila kocha anataka timu ishinde. Ukiona Kibu Denis aliyekuwa nje, basi ni sababu ambazo zilipatikana kwa mwalimu, anajua ana kipi ambacho atakuja kunisaidia baadaye. Kwani zamani kulikuwa na mchezaji mmoja Manchester, mimi ni mshabiki wa Manchester, alikuwa anaitwa Ole Gunnar Solskjaer au Sol Kijaeli.
Ole Gunnar Solskjaer. Kwa nyinyi vijana wa sasa hivi sidhani kama mnamkumbuka. Huyo bwana alikuwa ndio yani tuseme alipewa jina la kwamba yeye ndio super sub ya maana kufanyika. Yaani kwamba alipewa jina maalum na Sir Ferguson. Yaani kwamba mechi inachezwa ukimuingiza hata dakika 2 anakupa matokeo ya ushindi. Umeelewa vizuri? Na katika tokeo kubwa ambalo aliwahi kulifanya ni mwaka 1999. Alifanya tukio kubwa mno. Yaani Bayern Munich anaongoza mechi kwa goli moja. Sawa? Dakika kama sikosei ya 88 hivi. 89 anaingizwa Ole Gunnar Solskjaer, anakwenda kubadilisha matokeo inakuwa 2-1. Umeelewa vizuri? Zimebakia dakika ngapi? 3 mchezo. Yaani aliingizwa dakika 3 za nyongeza. Lakini yule bwana alienda kubadilika. Na ndio dunia nzima haijawahi kutokea super sub kama hiyo. Kwa hiyo mimi naamini hata kwa Kibu Denis, naamini mwalimu kuna kitu anakiona. Kibu akianza huenda kuna kitu kinakosekana. Lakini akitokea benchi kuna kitu anakiweka. Kwa hiyo kila mwalimu ana falsafa yake na naamini tuamini katika mwalimu Gamondi na sio tuamini kwa mashabiki. Unategemea kitu gani kwa kikosi cha Taifa Stars ambacho kitaanza, wafanye kitu gani ili waweze kuwaburudisha mashabiki ambao wanafuatilia mwanzo hadi mwisho? Mimi naamini wacheze katika uzalendo, naamini wacheze katika jasho na damu. Sisi mashabiki wa Tanzania Influencers Promotion sawa, ambao tumejumuika wote Tanzania, tunaungana na wao wachezaji, tunawashangilia kwa nguvu. Kelele zetu watazipata, mayoyo yetu watayapata kupitia media hizi. Wakiingia kwenye media wataona tunachokifanya. Kiufupi tunawaunga mkono na tunawasapoti kwa 100%. Naamini kabisa wakiwekeza katika akili yao kwamba kuna watu zaidi ya milioni 70 Tanzania wanatusupport sisi, na kweli ni kuhakikishie tupo kwa ajili ya hao. Tanzania nzima mashabiki zaidi ya milioni 70 mpaka 60 na kitu. Umeelewa vizuri? Tupo kwa ajili ya kuisupport timu ya taifa. Wachezaji tunawaomba sana, tupeni ile furaha. Sisi tumezoea furaha, mashabiki hasa sisi wa Yanga, mashabiki wa Simba, mashabiki wa Azam, lakini nikijizungumzia kama mshabiki wa Yanga binafsi, tumezoea furaha. Tunaomba mtupe furaha ambayo tumezoea. Lakini hata kama ikitokea sintofahamu ya kitu kingine, bado Tanzania Influencers tutakuwa na nyinyi bega kwa bega. Baya letu zuri kwetu sisi ni zuri zaidi kwenu. Kwa hiyo fanyeni ili tupate mdomo wa kuongea. Kesho nitafuteni. Nafikiri kuna jambo kubwa sana tutakuja kuliongea baada ya dakika 90 kumalizika. Goli 3 tunashinda leo. Shukrani sana. Asante sana, asante sana.